tunaelezwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump na utawala wa taifa hilo umeitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuachana na mipango yoyote ya kumchunguza na hata kumshtaki rais Trump na maafisa wa utawala wake pale watakapomaliza muda wao mwaka 2029. Kwara mzito ambao Marekani imeichimba mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Sasa utawala wa Trump umeitaka mahakama hiyo kufanya marekebisho katika sheria yake ya msingi ili kuhakikisha haimchunguzi wala kumshtaki rais huyo wa Marekani hapo baadaye. Afisa wa serikali ya Trump aliyezungumza na vyombo vya habari jana kwa sharti la kutokutajwa jina, anasema utawala huo umeahidi vikwazo dhidi ya mahakama hiyo kama itashindwa pia kuachana na uchunguzi wa awali dhidi ya wanajeshi wa Marekani kutokana na vitendo vyao nchini Afghanistan na kesi dhidi ya viongozi wa Israel. Mahakama ya ICC imekuwa ikikosolewa mara nyingi kwa kuwalenga zaidi viongozi wa Afrika pekee, huku mfumo wa uendeshaji wake ambao umekuwa ukiwaogopa viongozi wa mataifa makubwa duniani ukinyoshewa vidole, na hivyo kufanya mahakama hiyo kukosa uhalali wa sababu ya kuanzishwa kwake. Kwa kulalamikiwa sana kwamba inatazama sana huku barani Afrika kuliko mataifa mengine. Wadau wa siasa wamekuwa kichambua hivyo. Lakini jana serikali ya Marekani yenyewe pia imeonya, jamani, rais wetu akimaliza muda wake asichunguzwe, asiguswe. Ndio kutumia lugha nyepesi kwamba asiguswe. Hiyo ni taarifa kutokea kwenye maeneo hayo pia, ambapo kutokea kule nchini Marekani. Naweza pia kuiweka hivyo. Naweza kutuandikia maoni yako kupitia 068380 23 2966 068380 2966. Unaweza kuandika maoni yako hayo kupitia hapo, lakini kumbuka pia tupo live kabisa. Asanteni kwa wale wote ambao mnaendelea kutuandikia maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube na maeneo mengine. Asanteni pia. Nimekuona rafiki yangu unasema kumekucha, nampa hai mzee Waziri Mgaza Maramba. Naitwa Ali Ngwasifu kutoka Tanga. Naitwa Mchelewa kutokea kutokea Mauta Bulioni Sakatonge hapo, anasema anatusalimia pia na kawasalimia watu kibao hapa kwenye ujumbe wake. Asante sana. Lakini Saidi Ngura nimekuona, anasema nipo Lamba Singida. Asubuhi njema kwa wafuatao, kawataja wengi kulikweli hapa, kina Abdalla Ngura, kina Laida Sima na wengine wote ambao umewataja pia zimewafikia. Asante pia. Naitwa Masudi Shabani Mpinda, napatikana Kivuleni Tanga. Tuko pamoja sana mpaka tamati saa 3 kamili. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Jefu wa 96.8 Musoma anasema najiandaa kwenda shamba. Anasema tupia mapiano moja hapo. Bwana, asante. Habari za hapo mjengoni na wapata vizuri kabisa. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Anaitwa J wa Uswazi. Pia kaandika maoni yake hapo. Endelea kutuandikia kupitia 0683802966 0683802966. Tukirejea hapa itakuwa ya kuzungumza zaidi. Mkoani Geita, watumiaji wa vyombo vya moto wanasema wameshakutana sana na jambo la mafuta yasiyo na uhalisia wa kile wanacholipia na wanachokipata. Hata mimi nishakuweka mafuta na kwenda Nyarugusu. Mkoani Geita, watumiaji wa vyombo vya moto wanasema wameshakutana sana na jambo la mafuta yasiyo na uhalisia wa kile wanacholipia na wanachokipata. Hata mimi nishakuweka mafuta na kwenda Nyarugusu. Nikasema hii lita 1.5 inanipeleka Nyarugusu na kunirudisha, kwa sababu najua uraji wa pikipiki. Nilikwenda, nimefika njiani, njia panda unapaita pale, mafuta yaliisha. Kwanza ile mipira ni mieusi, na wanapomimina sekunde kidogo yamekwisha mafuta. Yanapokuwa wameweka mafuta, wewe unajua mafuta yamejaa.
Haje ili uweze kumshtaki ni kwamba ujue mafuta je hayakutosha. Na polisi hawa wametuzuia kuweka kwenye mabombonya ili kwamba hili chupa lita 1.5 uione lita 1.5 imefanyaje imejaa. Sasa tu unaibiwa unatulia tu ndugu mtangazaji. Hakuna namna. Yani wamiliki wa sheri waende na haki tu kwamba huyu Mtanzania anatafuta yuko kipato kidogo, na sisi pia tuende sawa na hii mitambo yetu iende sawa. Huenda wafanyakazi ndo wanafanya hivyo au ni watu wa sheri wenyewe mabosi wanakuwa wanajua kabisa kwamba haya mafuta nyewe fanyeni hivi tutapata faida shilingi kadhaa. Kwa hiyo wanakuwa wanashirikiana au wafanyakazi wenyewe ndo wanaamua kufanya hilo jambo kutupiga sisi kuendelea kutuumiza. Lenzi ikaona imuulize kiongozi wa madereva bodaboda hapa mjini Geita kama malalamiko haya yamemfikia mezani kwake. Sikiliza vizuri majibu yake. Nikili wazi ndugu mwandishi wa habari, swala zima la kwamba bodaboda wanavunjwa mafuta ni taarifa ambazo mimi sinazo ofisini kwangu, na maana mimi ninavyoenda pale kwenye sheli huwa nahudumiwa kama mafuta naweka 10,000 au 5,000, mafuta yanawekwa yale yale kulingana na bei iliyoelekezwa na mamlaka husika. Kwa hiyo swala kwamba maafisa usafirishaji wanaweka mafuta hayaendi, hizi pikipiki zina utaratibu, unavyokuwa unakimbia kwa spidi kubwa ndivyo mafuta yanavyotumika. Mkoani Geita tumesikia pande mbili zikikinzana. Kwani wenyewe wanaouza nishati hii ya mafuta wanasemaje kuhusu hili jambo? Wanawapigia kweli au wanasingiziwa? Kwa baadhi ya wateja hilo swala hiyo kasumba inaenea huko mtaani kwamba kuna baadhi ya vituo vinaweka upepo, ila kwa uzoefu wangu mimi hakunaga kitu kinaitwa upepo kwenye mafuta, kwa sababu watu wanasema kwamba kuna baadhi ya wateja wengine wanakuta amepima mafuta, ameenda huko mbele anasema ameniwekea upepo, anaweza karudi akasema ameniwekea upepo, lakini kiukweli kabisa hakunaga kitu kinaitwa upepo kwenye mafuta, kwa sababu ingekuwa kama kuna upepo manake hapa sisi kwetu wanakujaga wakaguzi mara kwa mara, wanakagua vifaa vinavyotumika kupimia mafuta, watu wanahudumiwa. Lakini kusoma swala ya upepo hakunaga kitu kinaitwa upepo kwenye mafuta. Mafuta yanatoka kama jinsi yalivyo, labda wajaribu wateja wajaribu kuangalia labda mabajaji yao, labda kama ni wajaji, labda kama pikipiki na vyombo vingine ambavyo vinatumia mafuta, labda waangalie kama kuna ihtilafu ambazo zinatokea kwenye vyombo vyao. Lakini kusoma swala ya upepo hakuna kitu kama hicho kwenye kampuni yetu na makampuni mengine. Jiji hili linaaminika lina wajanja wengi sana. Kama unakumbuka, iliwahi kusemwa ndani ya jiji hili aliwahi kuuziwa mtu cheni ya dhahabu bandia na yeye akalipa kwa fedha bandia na game ikawa draw. Madereva daladala na wamiliki wengine wa vyombo vya moto, vipi kisanga hiki? Wamesalimika nacho? Kuna wengine mafuta yao yana quality, yani mepesi. Kuna wengine mafuta yao yana quality kwa sababu kuna design tofauti ya mafuta. Hata mwenyewe yakiwa anaweka kwenye tanki hivi unakuwa unaangalia mafuta mepesi, mengine yanakuwa na mapovu mengi. Kwa hiyo kuna utofauti. Kama kituo fulani mafuta yake yako safi, kuna vituo vingine ukiweka mafuta yake bei yao inakuwa kidogo ni ya chini, lakini mafuta yake yanakuwa sio salama kwa matumizi yetu. Ndio maana unakuta tuweke sheli zingine. Au mwingine anakuwa kuna sehemu labda anapewa addition, labda baada ya mwisho wa mwezi anapewa kiasi kadhaa kama hela ya sabuni, mambo mengine madogo ya kidereva yani. Cha kushangaza ni juzi kama leo ni siku ya 4 nilienda petrol station hapo Barrel, umeona kwenda kuikuta mafuta, hatimaye nimeanguka gari kwanza cha kwanza nicho ambacho nishuka mimi hapa ile pampo yao kuingiza kwenye tanki yangu. Nimeshangaa ni mfumo mmoja tu vap F3 kule juu imesoma trip. Nimeenda gari yako nimerudi zangu ndo Kigogo, nimeenda Magomeni pikipiki imenishia mafuta wapi? Njia panda Mbuyuni. Mimi nikajua labda pikipiki mbovu labda vipi, wakati mimi mwenyewe ni nini fundi. Nikaangalia pikipiki webese hakuna. Nikarudi pale petrol station nikaongea nao, wakaniambia basi bana tumekuwekea mafuta shilingi ngapi? F3. Nikamwambia basi sawa, kwa sababu mimi ndo mzembe sijachukua nini receipt, lakini mafuta mlionekea sio halali. Tuachane na Dar es Salaam hadi kaskazini mwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mkoani Manyara katika wilaya ya Kiteto. Nako hali ikoje? Ni kama ile ya Geita au hapa mambo ni shwari? Kwa mtu ambaye anajua umbali anakoenda kwa kila siku, kwamba mimi natembea kilomita labda 100, labda kwa mfano wastani wa mafuta ni lita 40, leo nimeenda kuweka mafuta sheli fulani na umbali nilioenda ni ule, lakini nashangaa mafuta yamekuja kunikatikia njiani. Cha kwanza kuja kugundua lazima nitafikiria tu kwamba kwenye sheli
kwenye pampu nilienda kuweka nimewekewa mafuta sio sahihi kwa kiwango ambacho mimi nimetulipia. Kuna sehemu kweli unaweza ukaenda na ukaambia kwamba mafuta yani kipimo ulichoweka ni tofauti na kipimo cha sheli nyingine. Umeona? Kwa hiyo sheli hizo tunajua zipo, yani mafuta yanatofautiana. Sheli hii ukienda unapokea mafuta mengi kuliko sheli nyingine. Kwa sababu kila mmoja ana akili yake. Anaweza akaja kusetiwa pampu itoe mafuta kwa vile ambavyo serikali wamepanga, alafu nyuma yeye akaja akaweka fundi wake kuja kumwadjustia ile pampu itoe mafuta vile anataka yeye. Anayesemwa yupo hapa hapa kama yule wa Rukwa, na yeye anaoya kusema kuhusu malalamiko ya wateja wake. Mteja huwa akileta malalamiko huwa lazima afidiwe. Kwa mfano hata juzi pia mteja alikuja hapa alitaka mafuta 20,000 kwenye kuandika, mtu akakosea akaweka 2,000, hakwenda safari yake kufika, alipofika akaja kulalamika akafidiwa alichokuwa kinatakiwa. Mwisho wa siku swali kuu hubaki lile lile. Ni nani anayesimama upande wa mlaji, anawakumbuka watu wake? Lenzi hiyo ni makala ya Lenzi ambayo inaeleza, umesikia kuhusiana na hisia za watumiaji wa vyombo vya moto kuhusu hujuma kwenye vituo vya kuwekea mafuta, lakini umesikia pia majibu ya wauzaji wa mafuta, baadhi ya wamiliki na wengine wakizungumza kuhusu hisia hizo, wengine wakisema hakuna kitu kinachoitwa upepo kwenye mafuta bana. Hii itaendelea, kwa hiyo tutaendelea kufahamu kutoka mamlaka pia hisia kama hizi zinapotoka kwa watumiaji, ni nini ambacho kinakuwa kimetokea. Wamewahi kutana na kesi kama hizi, labda kesi kama hizi zinashughulikiwaje? Utaendelea kuipata hii itakapokuwa ikipatikana zaidi, watafuta mamlaka na yenyewe pia watueleze vizuri mambo gani ambayo wanayabaini kwenye malalamiko ya wananchi kama haya ambayo yamezungumzwa hapo kwenye Lenzi. Endelea kutuandikia maoni kupitia 0683802966. Lakini pia nimewaona marafiki zangu wengi mkiwa kule YouTube mnatuandikia vizuri. Nimekuona Mohamed Kigwangala kutoka Bunju, Dar es Salaam, anasema tuko live, serikali ijikite sana kufanya kazi kwa vitendo kuliko kukanusha kila kitu, ameandika hivyo. Lakini Mohamed Godluck Bereda, mtoto wa mzee mnyonge pande za Kome, mti wa dhambi Buchosa uko Mwanza, anasema kumekucha vyema sana, tuko pamoja. Asante sana pia Makene Selekwa Kabonje, anasema kumekucha, asante pia kwa maoni yako. Lakini pia huyo anasema nawapata vizuri nikiwa Serengeti Mugumu Nata, anaitwa Silas Keo, na pia anasema anatupata vizuri kutokea huko Serengeti. Mwingine alituandikia ujumbe wake anasema anaitwa Hamza Kihendo kutoka Singida pia, na yeye anatufuatilia. Peter James nimekuona, anasema huyo aliyembaka bibi yake alipata chochote kitu, alikuwa si mzima kiakili. Anasema alipata chochote kitu, alikuwa si mzima kiakili. Haya, asante. Anasema ese kweli dunia imefikia mbali mpaka inafikia mzazi anamtoa uhai mtoto wake. Anasema imeniuma sana, naomba wazazi tuache hasira za karibu, zinahuzunisha sana. Asante pia Peter James. Asante Juma Semindu pia anasema tuko pamoja hadi tamati. Nicholas Emmanuel anasema kutoka Zanzibar pia anaendelea kuwafuatilia. Asante pia kwa ujumbe wako, na wengine wote mnaoendelea kufanya hivyo endeleeni kutuandikia kupitia pia 0683802966. Unaweza ukaendelea kutuandikia ujumbe wako. Tukirudi hapo itakuwa ni wasaa mzuri kwa ajili ya habari za biashara, ngenga za wananchi na mengine mengi ambayo tumekuandalia hadi itakapotimia saa 3 kamili za asubuhi. Naitwa Exaudi Mtendela kusalia na sisi leo ni